serikali ione kwa namna gani italitumia kwa uwekezaji mwingine ambao utatoa tija kwa ajili ya nchi na wananchi. Lakini umezungumzia swala, hata ukamtaja mama mmoja huku eneo la Muungoni. Bahati nzuri Muungoni binafsi nilishafika, na sikufika tu kwa kutembea, kwa ajili ya kutembelea shughuli za wakulima wa mwani. Nimekwenda nikaona chanja zetu zinazotumika na wakulima wetu wa mwani, lakini pia nikaona solar dryer inayotumika kwa ajili ya kukaushia mwani. Kwa hiyo hoja hapa ilikuwa kwa maana tunamsaidiaje mama huyo, ama changamoto kwa mfano ya usafiri. Nimesema hapa kwamba kama kuna jambo ambalo katika kipindi cha miaka 5 tumeshaliweka katika mpango, na mpango huu tumeuset ndani ya siku hizi 100, ni kutafuta namna bora ya kuliimarisha zao la mwani. Leo kwa mfano tunasema, kwa sababu pengine ya changamoto ya muda, mkulima wa karafuu anapomaliza tu kuvuna karafuu zake anajua wapi aende nazo na anajua bei yake. Swali ambalo pengine hapa sijaulizwa tu, kwa nini hatujaweka bei rasmi ya zao la mwani eze bei elekezi? Lakini kwa nini hatujamfanya mkulima wa mwani na yeye anapotoa zao lake la mwani akajua wapi analipeleka? Ndio mpango tuliokuwa nao. Aliyekuwa Micheweni maziwa ng'ombe, aliyekuwa Paje, aliyekuwa Muungoni, aliyekuwa Kidoti, mpaka haya ni maeneo kwa ajili ya uzalishaji ama ukulima wa mwani. Anapomaliza tu anajua mimi mwani wangu nimevuna, uko katika hadhi gani, bado mbichi, natakiwa niupeleke sehemu fulani. Sio unabakia ndani unamharibikia. Mwani wangu nimeshavuna, nimeukausha, natakiwa kupeleka wapi? Mwani wenyewe alichovuna ni mwani upi? Ni Sponium kwa maana mwani mwembamba, ni Kotoni, ni mwani ule mnene, ajue wapi anaupeleka. Kwa hiyo si swala la usafiri tu, ndio maana tukasema kwa ujumla wake tuseme ni kuweka mkakati wa kuliimarisha zao la mwani. Kwa hiyo swala la usafiri na mengineyo, hatujazungumzia hapa uanikaji ambao unaweza kukuta sio rafiki. Wajibu wetu ni kuwasaidia, lakini leo tunajiuliza asilimia kubwa wanaojihusisha na zao la mwani ni akina mama. Unajiuliza, vijana walikatazwa kufanya? Jinsia ya wanaume walikatazwa kufanya? Hapana. Wajibu wetu serikali katika mpango huu ni kuhakikisha kama ambavyo karafuu wanalima wakulima wa kiume, wanalima vijana, wanalima wanawake, na hata mwani jamii au wote wanajihusisha katika zao la mwani kwa ujumla wake. Na hii ni kazi yetu sisi kama serikali, na mimi kuhakikishia, ndio maana tukasema katika wasilisho langu kuwa na mpango wa kuliimarisha zao la mwani. Kwa Muungoni, kwa sababu umetengeneza special case, tutatazama namna gani kwa uharaka kuweza kupatikana huo usafiri. Swala la hii deficit tuseme tani ulilozizungumza kuhusu kiwanda chetu cha Manangwe kinachopatikana sasa vis-a-vis mahitajio. Lengo hapa la kusema tunakifanya kiwanda cha Manangwe tukifunge mashine ambazo nimesema kwenye wasilisho tumeshazinunua kutoka India na Uingereza, na tunatarajia ndani ya mwaka huu zitafika na zitafungwa. Hili litaendana sambamba na kuwashajihisha na kuwawezesha wakulima wa mwani, ili mwisho wa siku huwezi, ndio ile nilosema mwanzoni, huwezi kuwa na kiwanda halafu mali hafi inayohitajika kwenye kiwanda hicho haipo. Kwa kuwa na kiwanda hichi ni jambo moja, lakini mkazo wetu mkubwa sasa ni kuhakikisha wanaolima sasa mwani tunawawezesha kwa kuwapa vitendea kazi, kwa kuwapa elimu, kwa kuwapa mbegu. Na kwenye wasilisho nimesema hapa tumeshaanza kutoa hata mbegu za kisasa za mwani. Mwisho wa siku tusije tukafungua kiwanda cha mwani halafu ikawa mali hafi ya kiwanda hicho haipo. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie hili gap ama hili pungufu unaloliona kwa sasa ni kwa sababu bado pengine kama serikali hatujaweka
sio kama hatujaweka, lakini tunahitajika kuweka mkazo zaidi, na tumeshaanza. Mpaka ukiona leo tunajaribu kutengeneza mbegu za kisasa za mwani, halikuwepo hili, lakini leo tunatengeneza na tunazigawa. Mimi nikuhakikishie tutafikia mahala ambapo kiwanda chetu hicho hakitakuwa na shida ya upatikanaji wa bidhaa hiyo ya mwani.